Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Diwakeo TV. John Pambalu, huyu ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ameamua kuweka ujumbe wa wazi katika mitandao ya kijamii akimwandikia makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi. Na nukuu waraka wa John Pambalu katika mtandao wa Twitter, na nukuu: ndugu Emmanuel Nchimbi, dawa ya kumaliza msiba ni kuzika. Si nikaomba maiti ifufuke na haikufufuka. Nililia sana kwa uchungu nikimlilia rafiki yangu niliyesoma naye Abaedi katika chuo kikuu cha Sauti. Nikajiuliza kwa nini Mungu amenikatisha tamaa. Kumbe Mungu ni yule yule. Tatizo halikuwa kwake, tatizo lilikuwa ni uhaba wangu wa imani. Nilipofika mwaka wa pili chuo kikuu cha Sauti, tulipatwa na msiba wa mwanafunzi mwenzetu na mshirika wa grupu la discussion letu la umoja. Mimi nikawa mwenyekiti wake, aliyeitwa Beni. Nilimpenda sana Beni, alikuwa rafiki yangu wa karibu mno. Chuo kikateua wawakilishi wa kushiriki mazishi. Upande wa wanafunzi tuliteuliwa mimi na dada mmoja anayeitwa Harriet. Tulienda kuzika huko Bahi mkoani Dodoma. Upande wa chuo aliteuliwa mwalimu wetu wa saikolojia ambaye anaitwa Padre Maziku. Upande wa wanafunzi tulichangiwa fedha na kupata magari mawili aina ya Costa. Safari ilianza jioni saa 10 tukitokea Bugando kuelekea Bahi. Baada ya kutoka Bugando, safari ilianza nikiwa nimejaa imani. Nikaanza maombi ya kufufua Beni. Nilisali kwa bidii kuanzia Mwanza mpaka Bahi, lakini Beni hakuamka. Nikarejea simulizi ya Bible na Petro alivyofufua Thabitha na namna Elia alivyomfufua mtoto wa mama mjane wa Sarepta, lakini bado Beni hakuamka. Oh my God! Bila shaka niliomba, lakini sikuwa na imani ya kutosha. Mungu bado ni yule yule. Ilipofika saa 3 usiku, tulianza zoezi la kuaga mwili wa Beni nyumbani kwao Dodoma. Zoezi la kuaga lilikuwa gumu sana. Watu wengi walianguka na kuzimia, wengine walilia kwa uchungu mkubwa. Maombolezo yalitanda kila mahali, vilio, maumivu na ukungu wa uchungu wa kutisha. Hatimaye tukapumzisha Beni. Baada ya kutoka makaburini nyuma ya nyumba yao, tukaja mbele, tukagundua jambo la ajabu. Waliokuwa wamezimia walizinduka, walikuwa wameshindwa kula wakaanza kula, na sisi tuliotoka mbali tulianza kupiga picha za kumbukumbu. Hapo nikagundua siri kubwa sana, siri kubwa ya kifo na uchungu wake. Nikagundua kuwa akumbe dawa ya kumaliza msiba ni kuzika. Sasa jana nimesikia ndugu Emmanuel Nchimbi akisema tusizungumzie mauaji ya kutisha ya Oktoba 29 mwaka 2025. Kwa kiufupi, ndugu Nchimbi anapendekeza tuanue matanga bila kuzika. Kwa maoni yangu, hilo ni jambo gumu sana na haliwezekani. Juzi mtu mmoja alimtumia ujumbe ndugu Twaha Mwaipaya akimshukuru sana, akimweleza kwamba kupitia video za miili alizoposti hatimaye ametambua mwili wa ndugu yake aliyekuwa ametoweka tangu Oktoba 29 mwaka 2025. Familia ilikuwa haijui alipo wala kilichompata. Sasa je, ndugu wangapi bado hawajui kama wapendwa wao waliuawa au walishikiliwa kwenye vituo vya polisi au maeneo ya siri ya mateso? Mtu wa namna hii au kumwambia asizungumze matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025, hata kama atakusikia, ninaamini hata kuelewa.
mnataka tuzike mjadala wa mauaji ya Oktoba 29 mwaka 2025, lakini hamko tayari kuzika athari zake zilizosababishwa na ugumu wa mioyo ya watawala. Mpaka sasa mamia ya vijana na watu wazima wanaoshikiliwa katika magereza mbalimbali nchini kwa tuhuma za uongo za uvamizi wa kutumia silaha baada ya kuona aibu na kufuta kesi ya uhaini na kuwapa kesi mbadala ya uvamizi wa kutumia silaha. Mpaka sasa ndugu Yohana Kaunye, katibu mkuu mstaafu wa BAVICHA Taifa, yuko gerezani Bunda. Mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Kigoma mzee Abujoro yuko gerezani Kigoma. Ndugu Nchimbi na wenzake hawataki kuachilia, halafu mnataka mjadala ufe natural death. Hii haiwezekani. Lakini pia John Pambalu anaendelea katika sehemu ya pili, anasema ndugu Nchimbi, yapo mambo ya kuyazika kabla ya kuzika mjadala huu. Akasema, moja, semeni wazi watu waliouawa ni wangapi, waliotambuliwa watangazwe kwa majina yao ili ndugu waache kutazama video za mauaji au kwa matumaini ya kuwatambua wapendo wao. Namba mbili, watu wapewe miili ya ndugu zao wakazike wapendo wao kwa heshima. Israel na Palestina walipigana vita kwa zaidi ya miaka miwili katika jitihada za kuzika. Mjadala wa vita walibainisha miili hiyo kila upande, walibadilishana miili hiyo kila upande uzike wapendo wake. Katika miili ya watu waliokufa zaidi ya miaka miwili inawezekanaje kurejeshwa sembuse miili ya miezi minne? Namba tatu, serikali itoke hadharani itamke hatua zilizochukuliwa kwa kuwajibisha wauaji. Najua hii ni ngumu sana, hasa ukizingatia hotuba ya ndugu Samia iliyotolewa Dar es Salaam aliposema nguvu iliyotumika ilikuwa inafaa. So sad. Namba nne, serikali itoke ilie na kuomba radhi akisha mjadala wa katiba mpya uanze kwa nia dhati ya kuzuia unyama kama huu usijirudie tena. Ninaamini haya yakifanikiwa hayatamaliza mjadala kabisa, hayatatumaliza mjadala kabisa, lakini angalau yatapooza na kuupa mwelekeo wa uponyaji wa taifa. Ninapomaliza makala hii, kumbukeni nilivyoomba mfu afufuke na hakufufuka. Nataka kusema nini? Tanzania haitabadilika kule ile baada ya mauaji ya Oktoba 29. Tumelitia doa taifa letu, doa ambalo ni lazima tujifunze kuishi nalo kwa kuamua kwa dhati kubadilika, ili dunia ijue kuwa ni kweli yaliyotokea, lakini pia waone kuwa tulijifunza na tutabadilika. Na mabadiliko huanza kwa kuachana kabisa na ubatili wote uliotufikisha hapa, kuacha utekaji, kuacha wafungwa wa kisiasa, kuachia wafungwa wa kisiasa na kutokamata wengine, na kuhakikisha usalama wake waliokimbia nchini ili warejee kushiriki kujenga taifa letu moja. Lakini ninawakumbusha kuwa tarehe 9 mwezi wa pili mwaka 2026 wana mpendwa wa taifa aliyechukuliwa na watawala kwa sababu ya misimamo yake ya kupigania haki, Tundu Antipas Lissu ataletwa mahakamani. Tutajitahidi kufika ili kumtia moyo ajue tuko naye. Share zaidi makala hii iwafikie wengi. Ameandika Mwalimu John Pambalu, mwalimu wa zamu TOD. Hayo ni baadhi ya maelezo mazito kweli kweli kutoka kwa John Pambalu ambaye ameandika katika mtandao wa Twitter. Maoni yamekuwa ni mengi kweli kweli, lakini wa kwanza anaitwa Mwalimu Kabelenje, anasema hauwezi nyamazisha kwa matamshi. All we want is Samia, ameandika hapo kidogo. Lakini mtoto mwema anasema yaani wanachukulia poa, yaani wanachukulia poa tu, hatunyamaze mpaka kieleweke. Lakini Deus Mwebesa anasema hakika huu ndio ukweli. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo yametoka katika chapisho la John Pambalu. Wa mwisho anaitwa James, anasema unatendea haki sana pani yako kufikisha ujumbe. Tukutane wakati ujao katika masuala ya kisiasa, lakini ningependa kuona kama Mwanakyeo TV una maoni gani. Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Ila langu ndio Kyeo TV, tukutane wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.